Na moja kwa moja swali langu la kwanza linakuja kwako Omar Mutasa. Kwa nini historia ya Sudan imekuwa na migogoro tangu nchi hiyo ijipatie uhuru? Kama nilivyosema katika utangulizi, nchi hiyo haijakuwa na utulivu wa kuendelea tangu ijipatie uhuru mnamo mwaka 1956. Asante sana mwenyekiti. Labda jambo ninaloweza kusema ni kwamba Sudan imekuwa na migogoro kama ulivyosema tangu ipate uhuru katika miaka ya 50. Nadhani tatizo moja kubwa ni kwamba taifa hili limekuwa na tabia ya kuwepo mapinduzi ya mara kwa mara, na hasa mapinduzi jeshi limekuwa kila mara ikiwa katika mstari wa mbele. Nadhani hili ndio tatizo moja kubwa ambalo jeshi limekuwa kila mara. Ukiangalia historia ya Sudan, jeshi limechukua hatamu mara nyingi kuliko serikali za kiraia. Ushafahamu, hii imekuwa ndio tatizo moja kubwa. Ukiangalia kuanzia Jafar Nimeri, Suari Tahab, wamekuja Bashir Kaja, sio wamekuja nani hawa sasa hivi Burhani al-Fattah na wengineo, utakuta kwamba muda mrefu jeshi, tatizo kubwa limekuwa kwamba lina mkono mkubwa katika siasa za Sudan. Hili ndio moja katika tatizo moja kubwa. Asante sana. Kwako Tumaini Munale, wewe unadhani ni kwa nini mgogoro wa Sudan haujapatiwa ufumbuzi? Wakati Umoja wa Mataifa unajua na umesema kwamba maelfu ya watu wameuawa, wengine zaidi ya milioni 11 wameachwa bila makazi, huku ikikadiriwa kwamba takriban 70% ya Wasudan wanaishi katika hali ya umasikini mkubwa. Dunia yote inafahamu. Sasa kwa nini imekuwa vigumu mgogoro huo kupatiwa mwarobaini? Ugumu wa kutatua mgogoro huu nafikiri unasababishwa na mgawanyiko wa mataifa yale ya nje ambayo yanatoa msaada kwa vikundi vya kijeshi. Naweza nikasema hiyo ni sababu ambayo pia ni kubwa sana. Kuna mataifa ambayo yamekuwa yakitajwa kuhusika kwa upande wa Rapid Force RSF, lakini pia kwa upande wa Sudan Armed Force SAF. Mataifa haya utaona Misri, Uturuki, Irani, Urusi kwa upande wa jeshi la serikali ya Sudan, lakini pia Kenya imekuwa ikitajwa, na hasa ukizingatia kwamba Hemed huyu Hamdan Daglo amekuwa sana akifanya mikutano yake mingi katika jiji la Nairobi. Kwa hiyo kumekuwa kutajwa pia sana uhusiano. Hata tunakumbuka pia Rigathi Gachagua aliyekuwa makamu wa rais wa Kenya aliwahi kugusia hili swala, japo kuwa serikali ya Kenya yenyewe imeshakanusha kwamba haihusiki, lakini kuna United Arab Emirates, UAE, Chad pia na Libya kwa upande wa Rapid Support Force. Sasa haya mataifa ya nje yamefanya huu mgogoro kuwa mgumu sana kuweza kutatuliwa, kwa sababu yanatoa zile silaha, wanatoa drones, ndege zisizokuwa na rubani na misaada mingine ya kivita. Kwa hiyo wanawapa nguvu haya hizi kambi mbili ambazo zinapigana. Lakini pia kingine ni ule mgawanyiko wa haya majeshi mawili, RSF na SF, ambayo katika utawala wa Omar al-Bashir aliyatumia yote kwa pamoja. Lakini pia majeshi haya yaliungana wakati wa kufanya mapinduzi ya kumwondoa Bashir mwaka 2019, wakatofautiana katika namna gani waongozi serikali, wakatofautiana katika namna gani wanaweza wakafaidika na masuala ya kiuchumi ama kiutawala. Kwa hiyo pia hilo pia lipo la kushindwa kuunganisha vile vikundi vya kivita, zile militia. Lakini pia kukosekana kwa utawala bora. Baada ya mapinduzi ya mwaka 2019, Sudani imekuwa haijawa na kiongozi shupavu ambaye ana uwezo wa kuunganisha yale makundi yote ndani ya Sudani. Sawa kabisa. Bi Maimuna, umesikia maelezo ya Tumaini Munale pamoja na kutoka kwake Omar Mutasa, lakini tukirudi nyuma kidogo, wakati wa mchakato wa kuleta mageuzi huko Sudan, liliundwa baraza la pamoja la wanajeshi na raia kwa lengo la kuzijadili njia za kujenga demokrasia baada ya utawala wa Omar al-Bashir kung'olewa. Sasa unadhani raia wa Sudan wanayo nafasi ya kutoa mchango wowote katika juhudi za kuleta suluhisho katika nchi hiyo ambayo inakumbwa na mapigano? Wananchi wanaweza kuhusishwa na
kuleta juhudi za uwiano, lakini lazima tuelewe kwamba huu mgogoro mkubwa si baina ya wananchi na wanajeshi, ni baina ya wanajeshi kwa wanajeshi. Na mara nyingi hizi nchi ambazo zimependuliwa na jeshi inachukua hatama za uongozi, inakuwa ni vigumu sana wao kuona namna nchi inavyoweza kuendeshwa kama kiraia. Kwa mfano katika lile baraza walipokubaliana kwamba wataweka waziri mkuu, wakakubaliana kweli waziri mkuu akawekwa kwa sababu wananchi pia walikuwa wamekubaliana. Lakini hapo hapo waziri mkuu huyo utakuta jeshi ilikuwa haitaki awe na mamlaka zaidi ya wao. Ile RSF na SAF wote wawili walikuwa wataka wawe na mamlaka makubwa zaidi kuliko yule waziri mkuu. So hapo kuna tatizo la kwamba wananchi na jeshi, namna ya kuendesha serikali ni vitu viwili tofauti. Na mfano mzuri ambao umetokea pia ni Bangladesh. Unapokuwa jeshi lina nguvu, lina hisa katika serikali, linafanya biashara katika nchi, inakuwa ni vigumu sana kwa wanaweza kuendesha nchi kidemokrasia. Na hapa Sudan tumeona kwamba RSF tayari ni watu ambao wana biashara kubwa ya dhahabu na wanasimamia maeneo makubwa ambayo yana dhahabu. Kwa hiyo wanapokuwa wafanya biashara ile, na SAF kwa upande mwingine kwa sababu ni jeshi la nchi, si kama RSF ambao asili yake inajulikana, wao ni Janjaweed ambao ni milisha zilikuwa katika sehemu za Darfur. Kwa hiyo wametumika kama kitengo cha milisha kwenda kusimamia labda mambo ya Libya, masuala ya Yemen, na kwa kimlinda Bashir. Kwa hiyo hii shida ya Sudan ni kwa sababu kundi moja si kundi ambalo limeundwa kisheria kama vile jeshi linapoundwa. Kundi la jeshi nalo halina nguvu kulingana na mali walionayo RSF. Kwa hiyo hapa hili tatizo litakuwa ni gumu, kwa sababu pia nchi zingine tofauti zina interest yake pale ndani. UAE wanafanya biashara ya dhahabu na RSF, kwa hiyo RSF inaweza kupata vifaa kupitia UAE. Ukiangalia upande mwingine, RSF inataka uongozi mkubwa lakini hawana uwezo wa kuongoza nchi ile. Kwa hiyo lazima wapigane vita. Bahati mbaya sasa ni kwamba wanapokuwa wao wawili wanapigana vita na vifaa vyote vya vita wanavyo, wanaoathirika sana ni wananchi wa Sudan. Wameivunja nchi karibu yote, imebaki sasa ni kama nchi nzima ni refugee camp, sababu watu wamekimbia kila pahali, wamevunja uchumi wote wa nchi. Kwa hiyo ni kitu ambacho sasa dunia nzima lazima ikaifikirie ni njia gani Sudan itaweza kusaidika. Na bila shaka kilichojitokeza dhahiri hapa kama unavyosema Bi Maimuna ni kwamba katika huu mgogoro wa Sudan ni mapambano kati ya jeshi kuu SAF kama ulivyosema, chini ya mwenyekiti wa baraza la kijeshi la mpito Jenerali Abdel Fattah al-Burhan, na hivyo vikosi vya RSF vinavyoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdan Daglo. Kwa jumla naweza kusema ni pande mbili za jeshi zinazopigana. Sasa Bwana Mutasa, unadhani ni pande hizo mbili tu ambazo zinaweza kuamua juu ya mustakabali wa Sudan? Sidhani kama ni pande hizo mbili tu ndizo zinazoweza kuamua mustakabali wa Sudan. Kwa sababu moja, ukiangalia kabla ya mapinduzi yaliyofanywa 2019 kumwondoa Omar Hassan al-Bashir, wananchi walishiriki kikamilifu katika tatizo hili la kutaka Omar Bashir atoke au atolewe kwenye madaraka. Kwa hivyo ni swala ambalo la kuweza kuwaleta wananchi wa Sudan wawe pamoja katika tatizo hili. Ikiwa wananchi wa Sudan, nikimaanisha wananchi wa Sudan namaanisha mashirika ya kibinafsi, mashirika ambayo ya kijamii ambayo ya raia wa Kisudani wanaweza kukaa pamoja kama walivyokubaliana mwanzo baada ya hiyo mapinduzi yaliyofanywa 2019 kumwondoa Omar Bashir, wakakubali kumleta Abdallah Hamdok kama waziri mkuu wa Sudan, na baadaye baada ya mwaka mmoja miwili alitimuliwa. Kwa hivyo ni swala ambalo linahitaji wananchi wa Sudan kikamilifu, kwa sababu wananchi wa Sudan wamekuwa wakiandamana kutwa kucha katika, ukiangalia nyakati za nyuma, ndio wamekuwa katika mstari wa mbele katika uwepo mabadiliko
katika siasa ya Sudan. Ikiwa wananchi hawatoshirikishwa, hiyo inakuwa tatizo kwamba hawa wanaojiamulia mambo yao wana uchi wa madaraka na wote ni wanajeshi. Nchi haitoweza kuendeshwa kwa sababu ya mtutu wa bunduki. Lazima awepo. Hii Sudan sio wanajeshi tu, Sudan ni ya wananchi wote wa Sudan. Kwa hivyo lazima raia wa Sudan washirikishwe katika kuamua mustakbal wa taifa hili.